Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu alijibu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza mbele zako. Ndugu zangu wapendwa, kama nilivyowadokezea kwamba leo ni sherehe ya upendo wa Mungu ambao kwa kweli umedhihirishwa katika moyo mtakatifu wa Yesu. Nimefarijika sana Yesu anavyotuona kwa jicho la upendo katika Injili ya Mathayo, na anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa kweli tunayo mizigo,
ya upungufu wa upendo. Na sherehe hii inatuvuta tumwangalie Yesu ili tupate faraja, ili tuweze kuiga upendo ule wa kweli. Hivyo basi, naomba tutafakari kwamba jambo moja kubwa tunalolitafakari hapa ni neno linaloitwa upendo. Na katika somo la pili tumeelezwa kwamba asili ya Mungu ni upendo. Lakini neno upendo tunalizungumza mara nyingi kwa midomo yetu, na labda hatujatafakari. Mimi nikiri mbele yenu, hatujatafakari zaidi kuhusu upendo huo wa Yesu, hasa upendo wa moyo wake Yesu. Hivi leo ni nafasi kubwa mno ya kutafakari huo upendo. Mimi ninauweka katika maneno matatu: upendo wa kweli. Ninajua tunajitahidi kupendana, tunajitahidi kila siku kumpenda Mungu, lakini bado inabaki upendo wa Yesu uko juu zaidi. Pale ambapo tunapaswa kufika, lazima tuombe msaada wa neema yake, uwe upendo wa kweli, kuondoa yale mapungufu na mizigo tuliyo nayo. Hivi basi, upendo wa Yesu umebeba mambo matatu makubwa. Mimi nataka niwashirikishe leo bila kupoteza muda. Jambo la kwanza, upendo huo unabubujika huruma kwetu sisi wanadamu tulio wa dhambi. Huruma ya Mungu. Huruma hiyo ya Yesu imetutangazia msamaha wa dhambi zetu. Sisi tumesamehewa dhambi zetu. Sisi kwa asili ni wa dhambi. Sisi ubinadamu wetu umepondeka, lakini Yesu akaja kutunyanyua katika matope, katika dhambi. Msamaha ukatangazwa pale msalaba. Hili ni jambo kubwa sana, huruma ya Mwenyezi Mungu. Jambo la pili kubwa, upendo wa Yesu unatufundisha kujitoa sadaka, ambapo kwa kweli ni kitu kigumu. Upendo wa kujitoa sadaka bila kujibakiza. Mimi namwomba Yesu anisamehe. Wakati mwingine tunajibakiza, ninajibakiza, sijitoi mpaka mwisho. Yesu alivumilia mateso makali msalabani hadi alipochomwa kwa mkuki, na pale katika ubavu wake tunaambiwa ikatoka damu na maji. Na mnajua damu ni alama ya maisha, maji yana maana kubwa. Sasa tukiunganisha damu na maji, tunafundishwa na mama kanisa kwamba hapo ndipo kanisa likapatiwa zawadi ya sakramenti za kanisa. Sakramenti hizo zinatutakatifuza ili tuweze kuokolewa, tuweze kufika mbinguni. Hili ni jambo kubwa sana, jambo la kujitoa. Hivi pale tulipojibakiza, tumwombe Mungu msamaha, bado tuendelee kujitoa katika maisha yetu. Jambo la tatu kubwa, moyo unatukumbatia. Nikasema hili neno kutukumbatia tuliweke katika ukarimu. Moyo huu umetukumbatia, tungeweza kusema umetubeba kutoka katika maanguko yetu, kutoka katika mizigo yetu. Tumeondolewa mizigo ya dhambi, tumekumbatiwa na Yesu katika moyo wake. Ukarimu wa Yesu hauna mipaka, umetubeba wote.
wema na wabaya. Upendo huu umetukumbatia sisi tulio maskini, sisi tulio matajiri, sisi tulio na vyeo na hata wale tusio na vyeo, wale tulio wa kawaida kabisa na watu wa rangi zote. Ndiyo ukarimu huo wa Yesu. Ndugu zangu, naomba tumalizie kwa swali moja. Ninajua tunaweza kusema mengi kuhusu upendo wa Yesu, lakini tujiulize leo, tufanyeje ili mioyo yetu ifanane na moyo wa Yesu? Hilo swali kubwa. Ni lazima kuondoa mizigo ya dhambi zetu, mapungufu ya upendo wetu, upendo kati yetu sisi. Unajua, sisi tunaweza kuwapenda marafiki zetu, wanajimbo wenzetu, tukaweka mipaka, wengine hapana. Huo ni udhaifu, sio upendo unaofanana na upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Upendo ulio na ubaguzi sio upendo wa Mungu. Ni lazima kabisa kuondoa mapungufu haya. Tunaalikwa kuondoa vikwazo, mapungufu kama kubaguana, kudharauliana, kubezana, kusengenyana, kukasirikiana, kuoneana wivu na kukoseana haki. Wapendwa, ninapozungumza kuhusu haki, namwomba Yesu upendo wake uje katika hata nyanja za siasa. Haki, kukanyaga haki za watu. Ninyi ninapozungumza hivyo mnaelewa jinsi katika nyanja za kisiasa, jinsi haki za watu zinavyokanyagwa, hasa katika kipindi hiki kigumu cha nchi yetu ya Tanzania. Mnaona kila wakati tunamuinulia Yesu maombi ili tuweze kufanana naye, na viongozi wetu wanaotuongoza wa kidini na wa kiserikali wafanane na upendo wa Yesu. Wapendwa, napenda nimalizie na maneno ya nabii Ezekieli, sura ya 36 mstari wa 26. Anasema, nitawapeni moyo mpya na kuweka roho yangu ndani yenu. Nitawapeni moyo mpya na kuweka roho mpya ndani yenu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana